tumeshatoa ripoti ya wachezaji gani wa kimataifa aidha wamenunuliwa au tumewatoa kwa mkopo. Kwenye michuano ya Mapinduzi tulimuona Maarufu Chakei. Muendelezo wake ni upi ndani ya Yanga? Maarufu Chakei pia umemuona kule Zanzibar akiwa na Singida, si ndio? Na ulimuona kwetu, kamuona pia na Singida. Kwa muendelezo wake ndio huo. Tutaendelea kumuona. Si ulimuona Yanga? Tutaendelea kumuona Singida? Huo ndio muendelezo wa Maarufu Chakei. Sasa naye kumsajili au hamna tena mipango naye? Taratibu za Maarufu Chakei zilikuwa zinakwenda vizuri mpaka hapo ambako hivi ni kocha au meneja wanamuita wao? Meneja, yes. Taarifa ile ikatumwa na mtendaji mkuu wa klabu yao kwamba sisi tulikuwa tunamhitaji Maarufu Chakei kwa loan ya miezi 6, lakini baadaye wakatafuta wenzetu. Unajua kitu cha kuazima tena shehe huwezi kutamba nacho. Wakatafuta wenzetu, bwana kocha amekuja anamhitaji Maarufu Chakei arudi kwenye timu. Kwa hiyo mazungumzo yakafia pale pale na Maarufu Chakei akarudi kwenye timu yake. Kwa hiyo tunamtakia la heri. Tulikuwa tunamhitaji ndio maana alikuja, lakini sasa hatakuwa tumemnunua. Tulimchoa mkopo na terms ziliruhusu wakiwa wanamhitaji wachukue mchezaji wao. Wamechukua mchezaji wao. Kwa hiyo ni jambo la kumtakia kila la heri Maarufu Chakei aendelee kuperform huko Singida Black Stars. Mimi namaliza ya mwisho kwanza. Kuna mambo mawili ambayo yanawatatiza sana wapinzani wenu. Jambo la kwanza, comment nyingi wanahoji mbona mnawazidi sana kwenye usajili hasa baada ya kukamilisha deal na Okello. Na issue ya mwisho jasusi ni kama ulitulia hivi lakini leo umeamka tena na jasusi. Sawa. Kwanza hili la Alan Okello, ndugu zangu waandishi wa habari. Binafsi mimi nilikuwa najua kabisa watani zetu watakuwa wameumia sana. Nilikuwa najua kwamba baada ya Yanga kumsajili Alan Okello watakuwa wameumia sana. Lakini sikuwa nimedhani wangeumia katika kiasi ambacho nimekisikia leo. Nilikuwa nahisi ni maumivu tu ya kawaida. Lakini hili nilichokisikia leo ni kwamba hii sindano imekita penyewe. Maumivu ni makali kwa. Maana walianza kuzungumza kina Kisugu, wakazungumza kina Pasi Milioni, wakazungumza wanashabiki wengi wa timu yao. Leo wamekuja kuzungumza kiongozi wao. Ni ishara kwamba sindano ya Alan Okello imegusa penyewe. Nataka niwaambie kitu kimoja ndugu zangu. Hata wale Vipers walizungumza hili jambo. Walisema iko timu hapa Tanzania, jina hawakuitaja. Walisema iko timu hapa Tanzania ilipeleka ofa ya kumhitaji Alan Okello. Na walikuwa very strict kwamba Alan Okello anauzwa kwa hela hii. Kabakisha mkataba wake miezi 6 na anauzwa kwa hela hii. Iko timu hapa ikamfuata Alan Okello kuzungumza naye na ikawafuata Vipers na watu waliotumwa kumfuata Alan Okello hivi karibuni waliomba mgao wa $200,000 kwamba tukilipa $200,000 na sisi tunaomba pasenti kidogo hapo. Waliomba. Iko timu Tanzania iliomba 10% kwa Vipers ili mpate kwamba mimi nimeenda kupambana, imetoka $200,000, ni $200,000 nikiileta hapa kosa na mimi mnanipa kidogo. Hao ni watu ambao walitoka hapa Dar es Salaam Tanzania wakamfuata Alan Okello Uganda. Sio mimi, ni Vipers wamesema kwamba sisi Yanga. Tena mbona waandishi mmeandika kwamba Yanga tumenunua kwa hela nyingi? Hapana. Yanga tumenunua kwa nusu ya hela ambayo wenzetu waliitoa wa hapa Tanzania. Kina nani wanajijua. Hili jiwe limekwenda gizani. Jamani, mnapozidiwa na Yanga ni kwenye 10% tu. Acheni kutuma watu wenye njaa kwenye haya madili. Tumeni watu very professional ambao wanajua interest za taasisi. Ukituma mtu mwenye njaa akafate mchezaji, ataanza kufikiria kwanza tumbo lake. Kama huyu aliyetumwa kwa Okello akaomba 10%. Pale kwa viongozi wa Vipers wakamwambia wewe ni kiongozi wewe na watu wanakuamini wewe ni kiongozi, unakuja kufuata 10% ya hili jambo. Mlango ule pale, kimbia, sio utoe, kimbia tusikuone tena hapa. Katolewa Nduki na Vipers unajua wanafuga mamumbo makubwa pale kwenye kempu yao. Wanataka kidogo wafungulie mamumbo wakimbizwe. Jambo la hovyo kafanya, kaenda kutia aibu pale. Kwa hiyo ukweli ambao hamtakaa muusikie ukisema ndio huu. Mengine haya ni story. Hizo sio stories za jasusi. Hili ninalowaambia hapa ndio lenyewe. Iko timu Tanzania ilimfuata Alan Okello na waliotumwa waliomba 10%. Hapa juzi, wala sio muda mrefu, hapa juzi. Engineer akafika Uganda, akauliza, akaambiwa wewe una shilingi ngapi? Akasema mimi nina nusu ya hiyo hela, sina kitu. Akaambiwa wewe ni mtu mwadilifu, tunakupa huyu mchezaji kwa hela hii. Kwa sababu hujaomba hata 100. Kuna wenzako walikuja hapa wakaomba genchi.
tushikishie kidogo, sio waaminifu. Njaa za watu zimefanya wamkosa Okello. Kwa hiyo wakiwa wanaongea, mkisikia watu wanaongea kuhusu Alan Okello, waulizeni vizuri hao watu, mmeshaacha njaa? Mkiwa mnaendekeza njaa, hakuna mchezaji utampata jamani. Alan Okello hapatikani kwa 10%. Sasa huyu ni mmoja nimewapa lakini wako wengi. Na mimi nilipomchukua Okello, mlisikia nikiongea mimi? Nilikaa kimya, lakini nilikuwa najua tu hii sindano kuna mahala itaenda, na alhamdulillah maumivu tumeanza kuyasikia. Nikasema nyinyi mfanye scouting, mnaangalia wao wanamtaka nani? Mwenyekiti nani? Taja watu majina bwana, kama umesikiliza usinipe maswali ambayo mimi sielewi, si ndio bwana? Mwenyekiti nani? Kasema nani? Murtaza Mangungu kasemaje? Hamfanye scouting, mnaangalia wao wamempoint nani, mnaenda kupita naye, mnaenda kuwaingilia kati kwenye madili yao. Unajua wachezaji wazuri wanaonekana na watu wote. Ni sawa na kuwa na mwanamke mzuri mtaani, kila mtu atamuona, si ndio bwana? Sio kwamba hii mzuri anacheza mpira chumbani, anaonekana. Nani ambaye amfahamu Alan Okello? Kwa mfano, maki nimeona huyo uliyemtaja nani? Mwenyekiti wa timu wa bodi, mwenyekiti wa timu wa Simba, sawa. Huyo uliyemtaja huyo, nimemsikia anasema kwamba Yanga hatufanyi scout nzuri. Mnasubiri wao wapoint mchezaji sahihi. Nani katika nyie ambaye hamjui Alan Okello? Katika nyie anajulikana. Alan Okello kaanza kucheza mpira akiwa mdogo, miaka 16 KCCA, si ndio bwana? Watu wanamuona akicheza mpira Alan Okello. Kwa hiyo mchezaji mzuri hachezi mpira wapi? Chumbani, anacheza uwanjani, kila mtu anamuona. Kwa hiyo ukisikia mtu anatoa hoja hiyo, ujue huyo mtu anataka kudanganya watu kwenye kushindwa kwake kumpata huyo mchezaji. Hakuna justification nyingine zaidi ya hiyo. Alan Okello alikuwa yuko Uganda hapo, katoka KCCA kaenda zake Ulaya, karudi zake Vipers, yuko anaonekana, kacheza CHAN, kang'aa, kacheza AFCON, kacheza vizuri. Unayemhitaji timu kuboresha, utamwacha Alan Okello? Lazima utamfuata. Kwa hiyo kama wanasema sisi tunawatumia wao kuscout, mbona hatukumchukua Kitale? Kama kweli sisi tunawatumia wao kuscout, si ndio? Mbona hatukumchukua? Kuna mchezaji anaitwa Kitale. Kitale, mbona sisi tulifika pale Zambia tukamwacha? Gundua ni mtoto wa THT yule. Ni Jigui Diara. Jiji ndo nini? Kubeti huko. Morogoro hapo. Huko kubeti huko. Nishajibu bwana swala la Diara hapa, nimewaelezea wenzako ameingia alfajiri ya leo, safari ilikuwa ndefu. Unajua ametoka AFCON akaenda Mali, alafu akaenda France, alikuwa kidogo muda wa kupumzika. Kwa ameingia alfajiri leo na mwalimu akampa siku ya leo kupumzika. Kesho inshallah mje, kama ratiba inatoka na train hapa pia mje. Lakini hamtaingia, mtaishia nje. Kwa mtamuona kwa nje akiwa anapita. Mtamuona Diara. Swali la pili, alikuwa maswali mawili au ndio hilo tu? Swali la pili lenyewe linachanganyana. Issue ya jasusi hujagusa. Jasusi leo umeamka naye asubuhi sana jasusi. Jasusi bwana amerudi. Alikuwa kidogo holiday. Amerudi. Kumbe naye anataka holiday. Hajafukuzwa kazi. Amna we. Alikuwa holiday. Kipindi nimemwona Mohamed Dombia ambaye alikuwa anahusishwa kwenda kwa mkopo Singida. Ambaye nyie mlikuwa mnamuhusisha. Msitoe bwana. Mkasema Dombia amegoma. Kwenye vyanzo ambavyo vilitudanganya. Okay. Sasa tumemwona hapa kwenye mazoezi. Viatu visivyo na hofu ya Mungu. Na mimi nikakaa nikafikiria kitu kimoja. Nikaona hapa kama wachezaji wa kimataifa wanakuwa wengi sasa. Kama akiwa Mohamed Dombia. Huyo umechelewa jana. Alichelewa. Majibu yote hapa. Utachukua material hapa. Atasikiliza vizuri. Au ndo simu yako unataka tu upate? Nishalijelezea hilo mwanzoni. Nimeona taarifa Ahmed anasema hawezi kuwapongeza kwa ubingwa wa kombe la mapinduzi. Labda mpongezane wenyewe. Nadhani ni kwamba imewauma ama Sasa Ahmed ndugu yangu alifikiri na sisi tutasubiri pongezi yake. Yaani Yanga ikae isubiri Simba waipongeze. Hapana. Sisi wala tutakuwa tunasubiri pongezi yao na sisi tunaendelea na ya kwetu. Na sio hilo tu. Amesema pia makombe sio mambo ya kipaumbele kwao. Si ndio bwana? Sikasema hivyo kwa makombe sio kipaumbele chao, kama yapo tu. Basi ndio timu. Unajua kila timu ina malengo yake. Wakati Yanga malengo yetu ni kushinda. Hapana sasa. Mambo hayo mimi siwezi kuzungumza tukiwa tuko wawili. Nazungumza ambayo yamezungumza public kama haya kusema kama makombe sio kipaumbele chao. Kwao ni agenda kama ilivyokuwa Mbeya Kwanza. Ilivyokuwa timu yetu ya wapi kule? Kikosi chetu kile cha Arusha, inaitwaje kile? TMA kule.
Kila mtu ana malengo yake. Kuna malengo wengine ya kubakia ligi kuu, kuna malengo wengine ya kucheza top 4 na kuna malengo ya Yanga ya kuchukua ubingwa. Kila mwana Yanga anatamani timu yake ichukue ubingwa. Hakuna mwana Yanga hata mmoja timu yake iende kwa mashindano akwambia hili kombe sio kipaumbele au sisi makombe sio kipaumbele chetu. Sisi Yanga tushavuka hizo level na ndio maana tunawekeza nguvu kwenye kuchukua kila kombe inshallah. Kwenye matano mbakisha matatu. Msimu kufikia target yenu msimu. Kwanza wewe unaruka swali. Ndugu zangu, ni kwanza niseme alhamdulillah. Nchi toka imepata uhuru hakuna msemaji katika hizi idara za habari ambaye amebeba medali ya kila shindano Tanzania bara na visiwani ambalo timu zetu zimeshiriki. Mimi nilikuwa nimekosa kombe la Mapinduzi tu of nyumbani, lakini alhamdulillah juzi Abu Twalib Msheri kaipambania heshima yangu nikapata medali yangu. Kwa hiyo nimeweka rekodi. Nasibu, andika hii. Msio wanyonge, andikeni. Nimeweka rekodi, msubiri nitangulie. Maana mimi naishi sana shehe. Mpaka nifike miaka 90. Ndio mniandike. Mapema hapa yani. Hakuna msemaji aliyepata medali ya kila kombe hapa Tanzania ukimuondoa Alikao. Nyota hiyo kaka. Hiyo nyota hiyo. Mimi ndio msemaji ambaye nimepata makombe mengi zaidi katika kipindi kifupi nilichofanya kazi. Alhamdulillah. Hayupo msemaji. Wewe mbona unanikatisha nikijisifia? Ali. Hayupo mwingine katika historia ya mchezo wa mpira wa miguu hapa Tanzania aliyepata mafanikio haya. Ni mimi peke yangu. Jamani, msubiri miaka 90 ifike, semeni. Semeni jamani, kale katoto ambako mlisema hakawezi kazi ndio kameweka rekodi. Nyota hiyo. Nyota hiyo. Watu walisema kwamba huyu mtoto hawezi kazi. Nyota hiyo. Alhamdulillah. Taondoka mimi Yanga nikiwa nimefunga hiyo rekodi na sioni kama kuna kiumbe kingine kitakuja kusogelea hilo jambo. Sioni mimi hapa karibuni. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Masanza akapata medali yake moja ambayo Yanga hawakushiriki. Nani mwambia mashindano ambayo Yanga hayupo, hilo ni bonanza. Sasa amekuja kucheza mashindano hapa yeye na chukuchuku. Alafu kachukua ubingwa Masanza anasema na mimi na medali nyingi. Hussein. Alikuwa anacheza bonanza lake lile. Karibu ndugu yangu. Hali tarehe 19 na mchezo dhidi ya Mashujaa. Tafutia kutoka msafiri kwenda Misri kucheza na Al Ahly. Mmejipangaje kukabiliana na ratiba kama hii, lakini pia mnatarajia kuondoka lini? Swali zuri. Nilikuwa naukatisha bahati mbaya tu ndugu yangu. Kuna swali zuri kabisa. Tuna mechi tarehe 19 dhidi ya Mashujaa na mechi hii kanuni itachezwa hapa KMC Complex ambao ndio uwanja wa nyumbani wa Young African Sports Club. Baada ya hapo patakuwa pana siku moja ya recovery kutoka kwenye mechi. Mwenyezi Mungu atujalie kwa tupate matokeo mazuri kwenye mchezo huo. Semeni basi amini jamani. Amin. Hata hili tukuliombea dua Yanga na Mashujaa mnakuwa wazito. Tunatuombea na Al Ahly kweli nyie. Tupate matokeo mazuri kwenye mchezo huo. Baada ya hapo tarehe 21 tutasafiri kutoka hapa Dar es Salaam Tanzania kuelekea Misri. Mechi inachezwa Alexandria, umeona haichezwi mjini pale, inachezwa Alexandria. Kwa hiyo tutaondoka tarehe 21 na uzuri tumepata ndege ya moja kwa moja kutoka hapa Tanzania mpaka Egypt. Kwa hiyo ni masaa kama 5 tu hivi tutakuwa tumefika, alafu tutafanya hiyo safari kidogo ya basi. Baada ya hapo tutakuwa na siku moja ya kufanya mazoezi, hiyo siku tarehe 21 tutakayofika, alafu tutafanya mazoezi mengine ambayo kaundo mazoezi ya mwisho tarehe 22, alafu tarehe 23 tutakwenda kucheza mechi. Kwa hiyo sisi tuko tayari na hilo jambo na ratiba yetu ndio iko hivi. Ila kwa sasa hivi ni vyema wanayanga wakafahamu hizi mechi mbili hizi ni mechi zofuatana na zinaweza kuwa mechi muhimu kwenye hatima yetu ya kwenda hatua ya robo finali. Tuwekeni nguvu pamoja, tuiombee dua timu yetu na inshallah tutapata matokeo mazuri. Yanga sasa hivi niliwaambia wenzeni kule Zanzibar, Yanga ndio timu pekee Tanzania inayosafiri kwenda nchi ya Waarabu na Watanzania wakaomba dua kwa Mungu wajalie Yanga waende warudi salama na wapate ushindi huko. Ukaamini dua yao kweli na kwenda kusikilizwa. Lakini ziko timu nyingine zitaondoka hapa, zitakwenda kwenye mataifa ya Waarabu na Watanzania wataomba tu Mungu wajalie warudi salama hao. Basi Tarehe 21. Tarehe 21. Au ushaandika? Au kuchapu? Bado tumemaliza Basi na